hapo mimi nataka nifahamu kwa kusudi la Mungu tunalitafsiri kwa namna gani, kwamba mtu ambaye anafanya maendeleo kwenye kile ambacho anakifanya ndio anafanya kusudi la Mungu. For example, mnaweza mkao wote madereva bodaboda, lakini mwingine tayari amejenga, ametoka kwenye nyumba ya kupanga, lakini mwingine hayupo huko. Sasa tunawezaje tukatambua kama huyu anafanya kusudi la Mungu na huyu afanye kusudi la Mungu? Kwa kupima maendeleo au kwa kupima nini hapo? Sasa hapa inaweza tukirudi kwenye msingi wa mada yetu kwamba kuna watu wawili wako eneo fulani, lakini huyu anaenda huyu haendi. Kwa sababu sasa hapa kuna mambo mengine yanaweza pia yakawepo, lakini pia hilo swala la maendeleo pia ni mojawapo, kama nilivyosema kwamba mada yetu ni kwamba inasema kwa nini kwenye maisha kuna watu wengine wanafanikiwa, wengine hawafanikiwi. Yes. Mwanzo kama mnafanya kitu kimoja, alafu mwenzio anafanikiwa lakini wewe haufanikiwi. Sasa kuna sababu mbalimbali tukasema kwamba, lakini mojawapo ndio hiyo kusudi la maisha. Kwamba inawezekana yani Mungu alivyomuumba fulani sio kwa sababu ya kufanya kitu fulani. Kwa hiyo unaweza kujikuta unafanya kitu fulani lakini yani haufanikiwi, au unaweza kufanikiwa kwa kiasi kidogo sana, au unafanikiwa kwa ugumu sana. Na sasa ndio tukaja kwamba kwenye namna sasa ya kugundua kusudi la maisha.